kiwango chetu cha kutembea katika Ukristo hakitegemeani na kiwango gani tumesoma neno la Mungu. Leo ni siku njema sana ambayo Mungu ametupatia. Tunaenda kujifunza somo ambalo ni la msingi, somo ambalo ni la lazima, somo ambalo linaamua mambo mengi sana katika maisha yetu ya Kikristo, somo ambalo linatangulia kabla ya maombi, somo ambalo linatangulia kabla ya imani, somo ambalo linatangulia kabla ya ibada, kabla ya kuabudu, kabla ya sifa. Ndo somo ambalo tunaenda kujifunza leo. Neno la Mungu linakufikia ili kukutengenezea msingi basi, ili mambo mengine yote yanayofuata katika maisha yetu ya Kikristo yaweze kujengwa kwenye msingi imara, msingi ambao hautaweza kutikiswa. Maana maandiko yanatuambia katika Waebrania kwamba tunao ufalme usioweza kutikiswa. Najua hadi sasa utakuwa umejiuliza ni somo gani leo ambalo Mungu anataka mimi niweze kufundishwa. Ni neno gani leo Mungu ameniletea? Leo tunaenda kujifunza somo linalohusiana na sifa za Mungu, attributes of God. Na ni somo ambalo sasa ni msingi wa maisha ya Kikristo. Kabla hujajifunza maombi, kabla hujajifunza imani, kabla hujajifunza kuabudu na ibada, lazima ujifunze kwanza sifa za asili za kipekee za Mungu, 6 attributes of God. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, ninakuombea kwa Mungu utapokuwa unasikiliza, basi ufahamu wako na nia yako igeuzwe iweze kuendana sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo somo letu litaenda na kichwa kinachosema attributes of God, attributes of God, au sifa za kipekee za Mungu. Sasa kabla hatujajiuliza maswali kwamba Mungu anaweza kufanya nini, au Mungu anaweza kunibariki vipi, au Mungu ana mpango gani kwenye maisha yangu, lazima kwanza tuulize swali moja la msingi: Mungu ni nani? Kwa sababu ukisema Mungu atanibariki vipi, Mungu ana mpango gani kwenye maisha yangu, pasipo kuweza kujua vizuri sawa sana neno la Mungu linavyosema kwamba Mungu ni nani, basi unaweza ukajikuta unajiuliza kwamba Mungu atanifanyia nini, lakini bado hujaweza kumjua Mungu katika usahihi na katika utimilifu sawa sawa na maandiko yanavyosema. Ukweli ni kwamba kiwango chetu cha maisha ya kutembea katika Ukristo hakitokani na kiasi gani tumesoma neno la Mungu, ila kiasi gani tumemjua Mungu kutoka kwenye maandiko. Nitarudia tena, kiwango chetu cha kutembea katika Ukristo hakitegemeani na kiwango gani tumesoma neno la Mungu, lakini yanaathiriwa na jinsi tunavyomjua Mungu, jinsi ambavyo neno la Mungu limetusaidia sisi kumjua Mungu. Haleluya! Kwa hiyo hatuwezi kumwamini Mungu tusiyemjua, wala hatuwezi kumwabudu Mungu kwa usahihi ambaye tuna picha potofu au picha ambayo sio sahihi juu ya huyo Mungu tunayemwabudu. Lazima kwanza tutengeneze picha sahihi juu ya Mungu tunayemwabudu, juu ya Mungu tunayemuomba. Unaomba lakini unaona kana kwamba hauombi kwa imani. Sasa usitafute imani, tafuta kumjua Mungu. Ukishamjua Mungu, ghafla uko kumjua Mungu kutaleta imani. Ndio maana maandiko katika nyaraka za Mtume Paulo mara nyingi anasema neema na imani za Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu Baba ziongezeke kwenu katika kumjua. Kwa hiyo unapomjua Mungu inakutengenezea nafasi nzuri sana kuweza kuoperate na kuenenda katika Ukristo wako, iwe ni katika maombi, katika utoaji wa sadaka, iwe katika utumishi, katika kila kitu, basi utakuwa unatembea katika msingi ambao ni imara. Kwa hiyo somo hili ni muhimu na somo ambalo ni la lazima sana katika maisha ya Kikristo. Linatusaidia kuondoa mawazo yetu binafsi kuhusu Mungu, kwa sababu kila mtu ana mawazo yake binafsi kuhusu Mungu. Mwingine anafikiria Mungu ni akili, mwingine anafikiria Mungu ni cosmic power. Kwa hiyo kila mtu ana idea yake Mungu ni nani. Hata ukiwauliza watu, hebu niambie Mungu ni nani, kila mtu ataweza kumwelezea Mungu kwa kadiri anavyofikiri. Lakini maandiko yanasema neno la Mungu ambalo lipo katika Biblia ndo msingi wa kutafsiri na kutuongoza katika mambo yote. Ndio maana sasa leo Mungu ameona akuletee neno lake ili uweze kujua kwanza kwamba Mungu ni nani. Hata mtu anapokuuliza Mungu ni nani, uweze basi kumjibu.
Na hili somo litaweza kubadili picha ambayo unayo juu ya Mungu. Utaweza kumwona Mungu katika uhalisia na katika usahihi sawa sawa na maandiko yanavyosema. Kwa hiyo sasa ukishajua Mungu nani, utaweza kumwamini Mungu vizuri. Utaweza kumtegemea Mungu vizuri. Utaweza kumtumikia Mungu vizuri kwa sababu unajua Mungu ni nani. Haleluya. Sasa katika sifa hizi za Mungu kuna sifa za kipekee ambazo Mungu, hizi sifa hajashirikisha kiumbe kingine chochote kile. Yani ni exclusive attributes of God. Maanake ni sifa ambazo anazo Mungu mwenyewe. Hizi sifa Mungu hajashirikisha wanadamu, lakini tuna zile sifa ambazo Mungu pia ametushirikisha wanadamu. Kwa hiyo tuna exclusive attributes of God ambazo nitaenda kukufundisha katika series yetu. Zipo sita, 6 attributes of God, lakini kuna inclusive attributes of God, sifa ambazo Mungu tu pia ametushirikisha sisi wanadamu, ambazo katika series hii nitaenda kukufundisha zipo 4. Kwa hiyo lengo letu si kujifunza tu kuhusu Mungu, bali ni kumjua Mungu mwenyewe. Na sasa nikwambie kitu kimoja, kuna utofauti sana wa kumjua Mungu na kuna utofauti wa kujua kuhusu Mungu. Kumjua Mungu mwenyewe ni jambo muhimu zaidi kuliko kujua kuhusu Mungu. Tarudia, kumjua Mungu mwenyewe ni muhimu na lazima kuliko kujua kuhusu Mungu. Ukijua kuhusu Mungu haitakusaidia sana, na hii inaleta frustration katika mwenendo wetu katika maisha ya Kikristo. Watu wengi wanadhani wanamjua Mungu, lakini kumbe wanajua kuhusu Mungu, wanajua habari za Mungu, lakini hawajui kuhusiana na Mungu. Fikiria mfano huu. Rais wetu sisi wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni Samia Suluhu Hassan mwisho. Kwa hiyo unaweza ukawa unajua kwamba jina lake ni nani, unaweza ukajua umri wake, unaweza ukajua familia yake, elimu yake na historia yake. Hiyo haimaanishi kwamba unamjua yeye binafsi ni nani. Watu wengi tunajua jina la rais wetu, familia yake, historia yake, alisoma wapi. Tunajua hayo mambo yote. Kwa hiyo tunajua kuhusiana na rais wetu, lakini hatumjui rais wetu kibinafsi. Ndivyo watu wengi ambao wanajua kuhusu Mungu ila hawamjui Mungu mwenyewe. Lakini katika kitabu cha Yohana ile sura ya 17 mstari wa 3, maandiko yanasema neno zuri sana. Bwana Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Kristo Yesu uliyemtuma. Angalia vile Bwana Yesu alisema kwamba uzima wa milele ni kumjua Mungu mwenyewe, sio kujua kuhusiana na Mungu, ni kumjua Mungu mwenyewe. Kwa hiyo katika somo hili nitaenda kukufundisha ili upate kumjua Mungu mwenyewe sasa. Na hiyo itakusaidia sana, kwa sababu jinsi unavyomjua na unavyomuona Mungu itaamua jinsi gani unaomba, itaamua jinsi gani unaabudu, itaamua unavyoshughulikia matatizo na changamoto ambazo unapitia, itaamua unavyotembea kwa imani. Maandiko yanasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo sasa wewe mwenye haki ili uishi kwa imani, utakiwa kuishia katika kujua habari za Mungu. Inatakiwa ujue kuhusiana na Mungu ili uweze kutembea katika imani ya Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hiyo ukimwona Mungu kuwa mdogo, imani yako pia itakuwa ndogo. Ukimwona Mungu kuwa mkuu, imani yako pia itakuwa kubwa. Ndio maana kabla hatujajifunza sasa kuhusiana na baraka, mafanikio, miujiza, maombi na ushindi, ambavyo vyote ni sehemu yetu sisi kama Wakristo, lazima kwanza tujifunze kuhusu Mungu mwenyewe. Sasa nikishasema hivi, nikupe changamoto moja. Mtu hapo akikufuata sasa hivi akakuuliza Mungu ni nani, utamjibu nini? Mpendwa mtazamaji, nikipata nafasi ya kukuuliza swali hili, niambie Mungu ni nani, pasipo kunieleza Mungu anaweza kufanya nini, pasipo kunieleza Mungu amefanya nini, nieleze Mungu ni nani. Je, unaweza? Nadhani unaweza kuwa umepata jibu kwamba tunahitaji tujifunze haya mambo. Kwa hiyo katika leo tutaanza kujifunza 6 exclusive attributes of God. Hizi ni sifa ambazo Mungu hajashare na kiumbe kingine chochote kile. Ni sifa ambazo anazo yeye kama yeye, Mungu kama Mungu. Haleluya. Tutaenda kujifunza.
Naomba Mungu akafungue fikra zako, akafungue fahamu zako na moyo wako, basi ukae udongo mzuri kulipokea neno hili. Naamini na neno hili litakubariki, litakusaidia kutembea katika imani kama ipasavyo, kutembea katika neema ya Mungu kama ipasavyo. Sasa sifa ya kwanza ambayo tunaenda kujifunza katika exclusive attribute of God ni kwamba God is eternal. God is eternal. Mungu wetu ni wa milele. Hii ni sifa ya kwanza kabisa ambayo Mungu hajashare na kiumbe kingine chochote. Sio malaika, sio makerubi, sio wazee 24, sio binadamu. Hii ni sifa ambayo Mungu anayo yeye peke yake. Our God is eternal God. Our God is eternal God. Mungu wetu ni wa milele. God has no beginning, no end. He exists outside of time. And God is the same throughout all age. God is the same. God does not depend on anything and does not depend on anyone to exist. Time does not affect God. Na katika utendaji wa Mungu, jinsi ambavyo anatenda mambo katika maisha yetu, utakuja kugundua Mungu anatenda mambo kutokana na hizi attributes ambazo na kufundisha. Hizi attributes ambazo na kufundisha. Na katika attributes ya kwanza ndio kuonyesha jambo kubwa sana la msingi ambalo utaliona katika maisha ya Bwana Yesu akiwa hapa duniani. Kwa hiyo God does not start to exist. He's just always existed. Huyu ndiye Mungu ambaye sisi tunaye. Mungu wetu ni eternal God. God is not growing old. Mungu wetu hakui kusema kwamba alikuwa na miaka 20, sasa ana miaka 10, ana miaka 30, 40, 2000, trilioni. No. Kwa sababu Mungu, he operates outside of time. Before time start, Mungu wetu alikuwepo. Kwa hiyo Mungu, muda wake na umri wake, umri wa Mungu hauwezi kuupima kwa miaka au kwa muda kama tunavyoelewa wanadamu. Kwa hiyo Mungu wetu, is not running out of time. He's never late. Everything in creation has a beginning, but God is beginless one. Our God is beginless one. He's not part of history like us. He's not part of history like us. He's over history. Huyo ndio Mungu wetu. Our God is eternal. Mungu wetu ni wa milele. Mtu mmoja atasema, hata sisi pia mbona ni wa milele? No. Kuna tofauti. Kitu ambacho ni eternal ni kitu ambacho hakina mwanzo wala hakina mwisho. Sisi tuna mwanzo. God created us somewhere in the past. We never existed before. So we have our starting point. Kwa hiyo tunaposema kitu ni eternal, ni kile kitu ambacho hakina mwanzo wala hakina mwisho. As human, we have our beginning and then we inherit eternal life in that sense. Lakini Mungu wetu hana mwanzo wala hana mwisho. Sasa nikuletee neno la Mungu ambalo linatuonyesha sifa hii ya Mungu kuanzia katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari ule mstari wa 2. Maandiko yanasema, kabla haijazaliwa milima wala haujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Kwenye Kiingereza anasema, before the mountains were brought forth, all ever you had formed and give birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting you are God. You see that the beauty and sweetness of the word of God. Maandiko yanasema tangu milele na milele ndiwe Mungu. Haleluya. Lakini katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 8 maandiko yanasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Huyo ndio Mungu wetu, eternal one. He is never late. He is not running out of time. He is not
bound within the limit of history. He's over history. Hallelujah. Time does not affect God in any way, in any sense. Our God is everlasting God. Our God is eternal one. Lakini katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 17, maandiko yanasema, sasa kwa mfalme wa milele. You see? Kwenye Kiingereza anasema, now on to the King eternal. Our God is King eternal. Maandiko yanasema sasa kwa mfalme wa milele asiweza kuona uharibifu, asionekana, Mungu peke yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amen. Now unto the eternal King, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Hii neno la Mungu ambalo linatuonyesha kwamba Mungu wetu ni eternal God. Lakini pia katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 13 mstari wa 14, pale ambako Musa anamuuliza Mungu kwamba nitawaambia wana wa Israeli nani amenituma, Mungu anajitambulisha in such an eternal way, very beautiful way. Anamwambia Musa kwamba Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, you shall say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. Just God is just an I am. Yeye yuko ambaye yuko. Hallelujah. Past, present and future, to God they are just the same. They are just the same. When God see you, he see past, present and future at the same time, because he's I am one. Kwenye somo la fundamental principles of faith ni tulijifunza kwamba God operates in one eternal time called now. And now when we say I am, we're talking about now. Hallelujah. Lakini neno lingine la mwisho kwa wakati huu katika pointi yetu ya kwanza ni kwamba Mungu tunaona pia kwamba Mungu ni eternal kutoka katika maneno ya Ibrahim. Katika Mwanzo sura 21 mstari wa 33, maandiko yanasema, Ibrahimu akapanda mkwaju huko Beersheba, akalitia huko jina la Bwana Mungu wa milele. And Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of the Lord. What name? Everlasting God. So our God is eternal God. Our God is everlasting God. He has no beginning or end. He is Alpha and Omega. Why I'm teaching you this? When you say, I believe on God, you should know what God you are saying you are believing. Unaposema na muamini Mungu, jua unamwamini Mungu ambaye ni eternal God. What wonderful is this God. This give you confidence on your pursuit of Christianity. Hii inakupa ujasiri sana katika mwenendo wako na mtembe wako wa maisha ya Kikristo. We have an eternal God. Kuna sababu kwa nini Mungu ametaka tujifunze somo hili. To raise our confidence, our hope, our faith, our dependence to God. Our God is eternal God. Sasa nikwambie kitu kimoja. Because our God is eternal God, Mungu anaweza kufanya vitu ambavyo kibinadamu ilitakiwa vichukue miaka mingi, miaka 20, 10, 30. Mungu, kwa sababu he is eternal God, he operates outside of time. He is not bound by time in ability and in capacity. That means he can do massive greater things just instantly. Angalia, Bwana Yesu ameenda Kana ya Galilaya kwenye harusi, na wale ndugu wakawa wamepungukiwa na divai. Bwana Yesu anawaagiza wale vijana wajaze kwenye yale mabalasti. Wanajaza ile divai, wanajaza maji. Afu anawaambia pelekeni kule kwa msheleshaji. Msheleshaji kabla hawajawapa watu, yupo very responsible, very accountable. Anaonja kwanza kuweza kujua hii divai ina ubora. Maandiko anasema alipoitest akapagawa, akachanganyikiwa, akakimbia akaenda kwa yule bwana harusi akamwambia, mzee vipi? Watu waga wanaandaa divai nzuri kwanza. Watu wakishalewa, watu wakishwa wamekuwa hawaelewi tena, ndio wanaleta mbaya.
Manake nini? Divai hii ambayo ya muujiza wa Bwana Yesu ilikuwa ni bora kuliko ile ya kwanza. Sasa nikwambie kitu kimoja, divai ili iweze kuwa nzuri inatakiwa ikae miaka mingi, 10 years, 15 years. Ukinywa divai ambayo imekuwa stored 10 years na ukinywa divai ambayo imekuwa stored 15 years or maybe 30 years, ile ambayo imehifadhiwa muda mrefu itakuwa ipo more super, itakuwa ipo vizuri sana. Kwa hiyo Bwana Yesu instantly ana produce miracle na divai inakuwa ni bora kuliko divai hii hapa. Inakuonyesha kwamba Mungu anaweza kufanya mambo ambayo ilitakiwa yachukue miaka mingi, Mungu anaweza kufanya ndani ya muda mfupi. Ni maombi yangu na kutamkia mambo ambayo yamekuwa yakichukua muda mrefu kwenye maisha yako, mambo ambayo yamekuwa yakichukua muda mrefu kutokea kwenye maisha yako, kwa sababu unamwamini Mungu ambaye ni eternal. Because you believe on the eternal God, I decree and declare, you will see manifestation of this God that we are serving. God will produce an eternal kind of miracle in your life, in Jesus' mighty name. Jambo la pili ambalo tunajifunza katika 6 exclusive attributes of God ni our God is self-existent one. Mungu wetu ni Mungu anayejitosheleza. Mungu wetu ni Mungu anayejitosheleza, self-existent God. God exists by himself. He does not depend on anyone or anything to live, to survive and to remain God. God exists by himself. He does not depend on anyone or anything to live, to survive or to remain God. Mungu wetu hategemei chochote wala mtu yoyote katika kuwa Mungu, katika kuishi. Yeye anajitegemea, everything from God. Kila kitu kinategemea uzima kutoka kwa Mungu. But God receive life from no one. This God is, people watu wanasema I'm independent one. No, you are not independent. Only God is independent because God does not need anyone, anything. Lakini sisi tunategemeana. You say you are independent, in what sense? Kwa sababu hata hewa tunayovuta oxygen inatoka kwenye mimea. Sindio? Mimea inavuta carbon dioxide ambayo sisi tunaitoa. So kwenye biology tulikuwa tunajifunza a concept of ecosystem, like living organism depend on each other. Even at some point living organism depend on non-living organism. Kwa hiyo we are not independent. Only God is independent. Hallelujah. So everything receive right from God, but God does not receive right from anyone. When God called himself I am, he reveals that he is the one who simply exists. He is not created, not supported, not sustained or supplied by anything outside of himself. He is our God, self-existent one. Mungu wetu ni Mungu anayejitosheleza. So this means God is not need. Mungu hahitaji kitu. He does not need worship to be God. He is God. Even Jesus was not born to be a king. Jesus was born king. Jesus was not born to become a God. He was born God incarnate. Hallelujah. So God is not needed anyhow. He does not need worship to become God. He is always God. He does not need angels, human, or creation to complete him. He is just complete in himself. But he created us for his pleasure. Ndivyo maandiko yanavyosema. For his pleasure. Sasa neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi sura ya 36 mstari wa 9, maandiko yanasema, maana kwako wewe iko chemchemu ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Kwenye Kiingereza anasema, for with you is the fountain of life. For with you is the fountain of life. God does not just give life. God himself is life. When you have God, you have life. Ndio maana sisi ambao tunaamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, we have life because we have God in us. Maandiko yanasema yeye aliyezaliwa na roho ni roho.
So tumezaliwa na Roho Mtakatifu, kwa hiyo sisi ni Roho Mtakatifu. You never hear this way. Maandiko yanasema kilichozaliwa na Mungu ni Mungu. Maandiko yanasema aliyezaliwa na Roho ni roho, aliyeungwa na kahaba ni roho pamoja naye. Kwa hiyo since we are born of Holy Spirit, we are Holy Spirit. That means inside of me, the real me, I have only one spirit, and that spirit is Holy Spirit. Hallelujah. Lakini pia katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 26 maandiko yanasema maana this is so beautiful. Maandiko yanasema maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. For as the Father has life in himself. You can say wherever you are, in himself. This is so powerful. For as the Father has life where? In himself. God has life in himself. Look at us. We have life in Christ. We don't have life in ourselves. We have life in Christ. Lakini Mungu ana maisha ndani yake mwenyewe. This is our God. Very amazing, very powerful God. Lakini katika Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 24 na 25 maandiko yanasema Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa uzima na pumzi na vitu vyote. Unaona, maandiko yanasema Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo ulimwengu, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji chochote kile, kwa maana Mungu amewapa uzima na pumzi na vitu vyote. Mungu hatutegemei sisi to be God. Lazima uelewe hiyo. Mungu hatutegemei sisi ili yeye kuwa Mungu. Kuna namna nyingine Mungu anatutegemea sisi. Kwa mfano, katika Injili, katika huduma ya Injili duniani, in that sense pia Mungu sio kama anatutegemea. No, ametualika tuweze kushirikiana pamoja naye. Kwa huyu ndio Mungu wetu ambaye ni self-existent God. Ni Mungu anayejitosheleza. Ndugu mpendwa mtazamaji, huyu ndio Mungu. Siku nyingine unaposema katika maombi yako Mungu, unapokuwa unaabudu, kumbuka tunamwabudu Mungu sio kwa kile ambacho amefanya. Tunamwabudu Mungu kutokana na vile ambavyo yupo. Kuabudu Mungu haimaanishi uanze kuimba wimbo wa taratibu labda ndio uzanie kumwabudu Mungu. No. No matter huo wimbo unaoimba upo kwenye tempo ya haraka haraka au ya slow, haiamui kwamba ndio unamwabudu Mungu. Kile kinachotoka kwenye moyo wako ambacho utakuwa unaelezea jinsi Mungu alivyo na si vile Mungu amefanya, hiyo sasa ndio kumwabudu Mungu. Haleluya. Kwa hiyo unapojifunza mambo haya inakusaidia sana katika mambo mengi sana. Kwa hiyo tumejifunza pointi 2. Tutaendelea na kipindi kijacho pointi nyingine zilizoendelea, lakini tumejifunza kwamba our God is eternal God. He is everlasting God. Our God is eternal King. Hallelujah. Lakini pia tumeangalia our God is self-existent God. Ni Mungu anayejitosheleza. He always existed as God. He does not need anyone or anything to be God. He is surely independent one. The only one that is independent is our God. Sasa Mungu huyu anayetupenda namna hii alimtoa Yesu Kristo mwana wake msalabani ili afe kwa ajili ya dhambi zetu na afufuke kwa ajili ya sisi kupewa haki. Ndugu mpendwa mtazamaji, kama hujamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uweze kuwa na mahusiano na huyu Mungu ambaye ni eternal, huyu ambaye Mungu ni wa milele, huyu Mungu ambaye ni self-existent one, huyu Mungu ambaye anajitosheleza, hiyo nafasi unaipata pekee pale ambapo unamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana Yesu ndio njia pekee ya kufika kwa Mungu. Yeye ndio njia ya kweli, yeye ndio uzima na yeye ndio ufufuo. Sasa andaa moyo wako
kama unaamini kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako na alifuka ili wewe upewe haki, na unataka kupata wokovu, kupata uzima wa milele, huyu Mungu ambaye ni eternal, self existence one, aingie moyoni mwako, utaenda kusali pamoja na mimi sala hii ambayo nitakuongoza. Lakini kabla ya hayo nikwambie kwamba hebu kuwa nasi pia katika kipindi kinachokuja, maana tutaendelea katika kujifunza katika attributes ambazo nyingine zimebakia. Usiache kulike na kucomment kile ambacho umejifunza katika somo hili, kile ambacho Mungu amekusaidia katika somo hili, lakini usiache kusubscribe kwenye channel yetu, ili sasa mafundisho yatakapokuwa yanatolewa sio yangu mimi peke yangu, lakini ya watumishi wengi, mafundisho katika upana na nyanja nyingi, uweze basi kuwa wa kwanza pale somo linapotoka tu unasikiliza. Somo linapotoka tu unasikiliza. Lifestyle yako inakuwa ni ya kusikiliza neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia. Faith come by hearing, and hearing by the word of God. Hearing continuously and infinitum. The more you hear, the more you have faith. Hallelujah. Kwa hiyo nikusihi uweze kulike, uweze kusubscribe, uweze kucomment. Basi kama unamwamini Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wako, nifarishe sala hii. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako, kwa kuwa ulimtoa Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zangu, na alipofufuka mimi nilihesabiwa haki. Bwana Yesu, naamini ulikufa msalabani kwa ajili yangu, naamini ulifufuka ili nipewe haki. Ingia ndani yangu, nizae kwa upya, nifanye kuwa mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu karibu ndani yangu, nihuishe, nisaidie niweze kutembea katika neno lako na katika imani, niweze kukua katika wokovu na katika maisha mapya ambayo nimeyapata. Shetani na kukataa na kazi zako zote na mambo yako yote. Mimi sasa ni mtoto wa Mungu, Mungu ambaye ni wa milele, Mungu ambaye anajitosheleza. Amen. Kama umesali sala hiyo, kuanzia leo umeokoka. Tafuta kanisa ambalo ni la Kikristo linalofundisha neno la Mungu la kweli, uwe unaenda ibadani. Mungu akubariki, tukutane katika kipindi kijacho. Haleluya. Amen.